kukutana. Kuna watu kwenye kuchat unajua waongei. Wao wanapanga tu bwana, Jumatano una nafasi tuonane, sawa. Wakionana ndo wanaongea sana. Kwenye message ama simu zinabaki salamu, tunakujuliana hali. Basi sio story. Wapo watu wenye lugha kama hiyo. Sasa wewe ukidate na watu kama hao unaanza kulalamika. Yaani tokea asubuhi unanitafuta, unipigi simu, hujali kuhusu mimi. Watu lugha yao sio hiyo kushinda kwenye masimu mama. Lugha yao sio kutumia picha kila anapokula, kila anapolala, sio. Kwa ni lazima on first date, mwanzo wa mahusiano, kabla hujaanza kupeleka moto wa upendo, elewa mwenzako ni mtu aina gani, anapenda type zipi za mahusiano. Otherwise utakuwa unatuma message 20 hazijibiwi. Mara umetuma kopa limepasuka, mara kopa linatoa moto, mara mwenzako anakuwa na mshamba na kuona unamsumbua. Kwa hiyo nimetaka kuongea hili jambo kwa sababu nimeona wanawake wengi wanapotea na wanaume wengi wanapotea katika ile eneo. Msome mwenzako ni mtu aina gani, then peleka moto wa upendo katika namna anayoipenda yeye, na nakwambia mapenzi mtayajenga pakubwa sana. Kuna wakati mtu anashindwa kukuambia tu kama mimi sio lugha yangu, ila anakuona aibu, anaona kama atakukata tamaa, na nyamaza tu, ila unamkela, yani hujaendana naye kabisa. Kwa ni muhimu kujua lugha ya mapenzi ya mwenzako ili ukaiishi. Hiyo ndio namna pekee utaweza kutengeneza mahusiano yako ama kuyaboresha na kuyajenga mahusiano imara. Kuanzia leo usikurupuke kumuonyesha mwanaume unampenda kwa kiwango gani ama mwanamke unampenda kwa kiwango gani, kwa sababu una uwezo ukakosea hiyo njia yako ya kumuonyesha. Cha kwanza jifunze kujua ni njia ipi yeye anapenda kuiona ama anapenda kutafasiri upendo, then uitumie hiyo njia kwake, na utajikuta unajaza maji kwenye ndoo, sio kwenye kapu. Kwenye nini inaitwa kapu lile? Tenga. Utajikuta unajaza maji kwenye ndoo, sio kwenye tenga. Kupeleka moto wa upendo katika namna ambayo sio lugha ya mwenzako ni kama unajaza maji kwenye tenga. Lakini ukipeleka moto katika lugha ya mwenzako ya upendo, maana yake utajaza maji kwenye ndoo. Utakuwa unafanya vitu sahihi kwa wakati sahihi kwa mtu sahihi, na utaona mapenzi yako yanastawi sana. Kwa wakati mwingine sio kwamba sisi tunawapenda sana watu afu wao watupendi. Ni vile sisi tunakosea kuwaonesha upendo, ndio maana watupendi. Sawa. Kwa huo ndio ujumbe wangu leo. Jitahidi kumjua mwenzako lugha yake ya upendo na uishi katika namna nzuri. Natumai ujumbe huu umekusaidia sana. Hadi wakati mwingine tena, usiache kusubscribe na kutazama vipindi vyangu. Bye bye.